Tangu kusitishwa kwa vita huko katika ukanda wa Gaza, maelfu ya Wapalestina wanaendelea kuuawa. Sasa wanatajwa watu 600 wameuawa kutokana na mashambulizi makali yanayofanywa na Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza licha ya kusitishwa kwa mapigano. Maelfu ya Palestina wameuawa na kujeruhiwa vibaya huko Gaza tangu Oktoba, wakati usitishaji vita unaungwa mkono na Marekani ulipotangazwa, huku mashambulizi ya anga ya Israeli yakiendelea. Maafisa wa afya eneo hilo wanasema makubaliano hayo yaliyopitishwa kama sehemu ya mpango ulioungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump yaliwasilishwa kama hatua ya kupunguza ghasia huko Gaza na kuruhusu ujenzi mpya kuanza. Israel na Hamas tangu wakati huo zimekuwa zikilaumiana mara kwa mara kwa kukiuka makubaliano hayo. Wizara ya afya ya Palestina huko Gaza imesema Jumatatu kuwa watu 603 wameuawa na zaidi ya 1600 wamejeruhiwa tangu kusitishwa kwa mapigano kulipoanza kutekelezwa Oktoba 11. Idadi isiyojulikana ya miili imesalia chini ya vifusi na mitani, kwani vikosi vya uokoaji haviwezi kufika maeneo mengi kwa usalama, maafisa waliongeza. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa wanajeshi wa Israel waliwaua Wapalestina wasiopungua 10 katika mashambulizi ya anga mnamo Jumamosi na Jumapili ya wiki iliyopita. Shambulizi moja linaripotiwa kugonga hema zinazohifadhi familia zilizohamishwa magharibi mwa Jabalia, kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema mashambulizi hayo sahihi yalifanywa kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kuyataja kama jibu la ukiukwaji wa usitishaji mapigano wa Hamas. Afisa mmoja wa Israel ameripotiwa kudai kuwa magaidi waliibuka kutoka kwenye handaki mashariki mwa mstari wa manjano, akimaanisha mpaka wa kijeshi uliowekwa kwa upande mmoja ndani ya ukanda wa Gaza kwa kusitisha mapigano. Mauaji mengi ya baada ya kusitishwa kwa mapigano yameripotiwa kutokea kwenye eneo hili linalojulikana kama Yellow Line, kwa maana mstari wa njano, eneo lililotengwa na kutokwenda linalowazuia Wapalestina kutoka maeneo makubwa ya eneo hilo. Mashirika kutetea haki za kibinadamu yamelaani operesheni za mara kwa mara za Israel kama ukiukwaji wa mapatano, yakisema kwamba hiyo imepanua uelekeo wa magharibi na sasa inashughulikia takribani 58% ya eneo la ardhi ya Gaza. Mashambulizi ya hivi punde yanakuja siku chache kabla ya mkutano wa uzinduzi wa bodi ya amani mpya ya Donald Trump iliyopangwa kufanyika leo Februari 19. Hata hivyo, ilianzishwa katika mwezi Januari kama chombo kinachoongozwa na Marekani kinachonuia kusimamia ujenzi mpya, usalama na mpito wa kisasa huko katika ukanda wa Gaza. Bado kwa miaka mingi hii ilikuwa hoja juu ya haki na uhalali badala ya tamko la nia. Kilichobadilika ni hisia kwamba usanifu wa usalama wa kikanda wenyewe unapasuka na kwamba nyufa zinazidi kuongezeka wakati ambapo Marekani na Israel zinazidisha shinikizo, na kwamba hali inakuwa tofauti kwa wapiganaji wa Hamas kuelekea katika kusitisha mapigano dhidi ya serikali ya Israel. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.